Maombi ya asubuhi, tarehe 31, siku ya mwisho ya mwaka 2025. Wapendwa, karibu sana tuungane katika maombi ya asubuhi hii ya mwisho wa mwaka. Tuliza moyo wako, rejea safari ya mwaka mzima kwa shukrani na jiweke mbele za Mungu kwa unyenyekevu. Ee Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa kutufikisha asubuhi hii ya tarehe 31. Asante kwa mwaka 2025, kwa siku ulizotulinda, nyakati ulizotufundisha na hatua ulizotubeba hata tulipokuwa dhaifu. Tunakuja mbele zako tukiwa na mioyo ya shukrani, tukikabidhi yaliyopita, ya sasa na yajayo mikononi mwako. Neno lako linasema kwamba wewe ni Mungu wa mwanzo na mwisho, na kwamba rehema zako ni mpya kila siku. Asubuhi hii tunakiri, ulitupigania, ulituvusha na umetufikisha hapa kwa neema. Bwana, tunakukabidhi mwisho wa mwaka huu. Ondoa kila mzigo wa jana, funga kila ukurasa wa maumivu na utupe amani ya ndani. Tumalizie mwaka huu kwa shukrani, kwa unyenyekevu na kwa tumaini jipya. Tuongoze tuingie mwaka mpya tukiwa safi moyoni, tukiwa na mwelekeo na tukiwa chini ya ulinzi wako. Ninatamka asubuhi hii, mwaka 2025 umefungwa kwa shukrani. Moyo wangu uko huru na kesho yangu iko mikononi mwa Mungu. Katika jina la Yesu Kristo. Amina. Vitu vya kushukuru siku ya mwisho ya mwaka. 1. Uhai na ulinzi. Shukuru Mungu kwa kukulinda miezi yote 12 na kukuvusha salama. 2. Mafunzo na mabadiliko. Shukuru hata kwa changamoto, kwa sababu zimekujenga na kukukomaza. 3. Majibu na subira. Shukuru kwa maombi yaliyopata majibu na yale yaliyokufundisha kusubiri. 4. Familia, marafiki na msaada. Shukuru kwa watu Mungu aliotumia kukuimarisha mwaka huu. 5. Tumaini la kesho. Shukuru kwa fursa ya kuingia mwaka mpya ukiwa na Mungu. Vitu vya kiimani vya kufanya asubuhi hii. 1. Tamko la shukrani ya mwisho wa mwaka. Sema kwa sauti: Asante Mungu kwa mwaka 2025. Ninafunga mwaka huu kwa shukrani na imani. 2. Kuachilia yaliyopita. Taja jambo moja la mwaka huu unaloamua kuliacha. Kisha sema, ninaliachia mbele za Mungu, halitavuka na mimi. 3. Kukabidhi kesho. Andika au sema moyoni, ninakukabidhi mwaka unaokuja Mungu, uniongoze. Vitu vya Biblia vya kusoma. Zaburi 103:2-5 kuhusu kumsifu Mungu na kutokusahau mema yake. Maombolezo 3:22-23 kuhusu rehema za Mungu zisizoisha na kuwa mpya kila siku. Mhubiri 3:1 kuhusu kila jambo kuwa na wakati wake chini ya mbingu. Isaya 43:18-19 kuhusu kuachia yaliyopita na kuona jambo jipya Mungu analofanya. Amina.